Sasa mkoa wa Dar es Salaam peke yake kwa mapato ya ndani tunakusanya si chini ya bilioni 300, kwa maana tukizigawa katika halmashauri, kila halmashauri imepangiwa mapato yake. Sasa katika bilioni karibu 300 tukasema bilioni 100 kila mwaka ziwe zinafanya kazi ya kutengeneza mashule kwa kwenda juu, hatuwezi kufeli. Kwa hiyo tunachokizungumzia hapa ni kwamba yale madarasa yote chakavu ya zamani ambayo tayari yapo kwenye baadhi ya shule, tunapoyabomoa na kujenga upya, tuna encourage sasa ujenzi wa magorofa. Kwa hiyo tutaanza kuziphase out taratibu kutokana na vipato na kutokana na fedha ambazo tunaendelea kuzipokea na zile ambazo tunaendelea kuzikusanya. Huu ndio msisitizo kwa sasa, kwamba sio jengo linabomolewa halafu tena tunarudishia jengo lile lile tena dogo au lile lile fupi na ambalo wanafunzi wamekuwa ni wengi zaidi, halafu mji wetu land acquisition yake imekuwa ni ya gharama kubwa. Ndio maana tunasema zile shule tunaanza kuzifuta taratibu zile ambazo zimechakaa, na kwamba ujenzi wake mbadala utakuwa ni wa kwenda juu. Hii mtakumbuka kwamba miaka michache iliyopita tuna shule inaitwa Dar es Salaam Girls, iko pale Kwembe. Tumeijenga kwa zaidi ya bilioni 4.5, fedha ambazo Mheshimiwa Rais ametoa kwa ajili ya watoto wa kike nchi nzima, na sisi tukabahatika kuipata shule ya mkoa ya wasichana. Hii unayoiona hapa ni shule kubwa pia nyingine ya mkoa, kwa maana kwamba kwa kuwa Dar es Salaam kuna wanafunzi wengi na kwa kuwa Dar es Salaam kuna population kubwa, kwa hiyo tumepata bahati sasa ya kuwa na shule za mkoa zaidi ya moja, ili sasa kuweza kuaccommodate wanafunzi zaidi, na kwamba nani atakuwa anakuja hapa. Si wanafunzi wote watakuwa wanakuja hapa. Tunajaribu kuangalia wale wanafunzi moja wenye bidii nzuri katika madarasa yao wanakotoka na ambao watapata kama zawadi. Sasa tunawaaward kwa kuja katika shule nzuri ambayo ni shule ya bweni, ni shule ambayo itakuwa na mazingira yote safi. Lakini zaidi pia tunamwawadi mwanafunzi aliyefaulu kuliko wengine wote, kwa maana ndio anakuja pia hapa, kwa sababu anayefanya vizuri lazima pia umpe kila anachostahili. Lakini jambo la tatu pia, shule hii itakuwa pia na modo nyingine, modo za ufundi, modo za kuwafundisha watoto maisha mengine. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba ukija hapa pamoja na kufundishwa huu mtaala wa kawaida, lakini zaidi pia utapata skills za nje ya hapo ambazo ukimaliza form 4, ukimaliza form 6, ukimaliza utapata namna ya kuweza kwenda kujitegemea. Sasa status yake ni kwamba wazazi wawe na imani na shule ambazo zinajengwa na serikali, na hasa zile shule ambazo pia zinamilikiwa na serikali. Wakati fulani tumekuwa na vichwa tunashindwa kuelewa kwamba shule za serikali ni nzuri, lakini nyinyi mnakumbuka miaka yote iliyopita mashule kama ya Mzumbe, Kilakala, mashule kama ya Iribol, mashule kama ya Malangali, Pugu, Minaki, mashule Iringa Girls kule Mbeya, yalikuwa ndio mashule yanayo lead, yanayoongoza vizuri, na walikuwa wanasoma ni watoto wa kawaida sana. Lakini leo kwa sababu mashule yameibuka mengi ya private, tumeanza kama vile kufanya comparative study na kwanza kudharau za serikali na kuvalue pengine zile za private. Sasa niseme tu kwamba hizi shule za serikali zinatoza, tunaweza nikasema ni kama bure mwanafunzi kusoma. Lakini sio kwamba ni bure, ni kwa sababu serikali ina compensate, inaleta ile pesa mashuleni ili watoto waweze kula, waweze kupata vifaa vizuri na mambo mengine namna hiyo.